Ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Kyela, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Makamu Mwenyekiti, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Katibu, Mkurugenzi, pamoja na waheshimiwa madiwani wote wa wilaya ya Kyela, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya yetu ya Kyela. Nitambue pia uwepo wa watu muhimu sana katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya kisiasa, watendaji, maafisa pamoja na watendaji wote wa halmashauri ya wilaya ya Kyela. Kazi na utu, kazi na utu. Ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu aliyetuwezesha siku ya leo tukawa wazima wenye afya njema. Lakini la pili, nichukue nafasi hii kukupongeza sana wewe binafsi kwa kuchaguliwa kwako kura za kishindo siku ya leo, pamoja na makamu mwenyekiti kutuwakilisha sisi katika baraza hili la madiwani ambalo linaenda kutekeleza dira ya kwanza ya miaka 50 kupitia wilaya hii ya Kyela. Nikupongeze sana. Lakini pia niwapongeze waheshimiwa madiwani kwa kuchaguliwa kwenu kuwa madiwani wa kata mbalimbali. Kuwashukuru wana Kyela wote, mabibi na mabwana, kwa jinsi ambavyo mlituchagua sisi kama viongozi na kututanguliza mbele kwa tukawakilisha katika maono ya miaka 5 ya wilaya yetu ya Kyela. Niwashukuru sana 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 wana Kyela, wana jimbo la Kyela, kwa jinsi ambavyo mlitupigia kura na kutuamini kutupa jukumu hili. Lakini la pili, katika uchaguzi ule tulipata madhira kidogo ya vurugu kubwa iliyotokea. Nitoe pole sana kwa wale waliopatwa na majanga hayo na kupata madhara katika yale yaliyotokea. Niwaombe wana Kyela, kwa niaba ya wananchi wote ambao mko maeneo haya, niwaombe sana 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 wana Kyela, tudumishe amani, upendo na mshikamano ndani ya wilaya yetu ya Kyela. Kwa kuwa hatuna wilaya nyingine, hatuna nchi nyingine ya kukimbilia zaidi ya kukimbilia Tanzania yetu iliyo bora, iliyo nzuri na yenye kila kitu, isipokuwa yale yaliyojitokeza tarehe 29. Niwaombe sana ndugu zangu wana Kyela, tuzidi kuomba Mungu yasije yakajitokeza tena. Lakini pia niwaombe wananchi wote tuombee afya njema wale wenzetu ambao walipata majeraha, ili Mungu wa mbinguni aendelee kuwaponya, wapate nafuu. Tuungane nao katika kuitumikia nchi yetu na wilaya yetu ya Kyela. Baada ya salamu hizo fupi, niwaombe wana Kyela, pamoja na mambo yote yaliyojitokeza, ikikosekana umoja na upendo miongoni mwetu, hatuwezi tukasogea mbele. Maendeleo yetu yanahakisiwa na uhalisia wa amani na upendo ambao umedumishwa kwa miaka mingi katika nchi yetu ya Tanzania. Hivyo niwaombe wana Kyela, kwa umoja mkubwa tuliokuwa nao kabla ya tarehe hiyo, lakini tunaodumisha siku zote, tuendelee kupendana na kushikamana na kuendelea kuonyesha upendo mkubwa ambao unatuletea na utuendeleza katika kuleta maendeleo ya wilaya yetu ya Kyela. Tuna mambo mengi ambayo tuliwaahidi wananchi katika mihadhara yetu ambayo tulizungumza na tuliwaahidi kuwa tunaenda kutekeleza. Tujikite katika kutekeleza yale ambayo tuliwaahidi wananchi wetu. Na waomba sana waheshimiwa madiwani, kwa kuwa wananchi leo wako wengi hapa ambao wamejitokeza katika kutunga mkono siku ya leo kuapishwa kwetu, tuhakikishie kule tulichokisema kuwa ndicho tunaenda kutekeleza. Niwaombe tuendelee kuwaenzi wazee wetu kwa jinsi walivyoenzi amani. Amani ile ndio tunu tulioachiwa, lakini inaenda kushanikiza maendeleo ya wilaya yetu ya Kyela. Niwaombe kama mbunge wenu mlionipa kura nyingi, nitaungana nanyi katika kuleta maendeleo, na vile vyote ambavyo niliahidi kuvitekeleza nitavizungumza rasmi katika hotuba yangu hapo baadaye, na nitapita kila kata ili kushukuru kwa wananchi kwa jinsi ambavyo mlikichagua Chama cha Mapinduzi.
pia nitoe neno moja. Mheshimiwa Rais ana maono makubwa juu ya maendeleo kwa wananchi, na katika kipindi hiki cha miaka mitano ambacho kimeambatanishwa na dira ya maendeleo ya Tanzania, miaka mitano na utekelezaji wake uko ndani ya miaka mitano inayoanza sasa. Mheshimiwa Rais ameahidi kwenda kutekeleza mambo makubwa ambayo yapo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi wanaKyela ni jambo moja, tuungane katika kuunga mkono juhudi hizo za serikali ya awamu ya 6. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani kama wawakilishi wa wananchi, tuungane na Mheshimiwa Rais katika kutekeleza mambo mbalimbali na majukumu mbalimbali ambayo kwayo wananchi walituamini na kutupa imani kubwa kwa kutupa kura za kishindo. Leo sisi tuna deni la kuwalipa maendeleo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niwashukuru sana na naamini kuwa wananchi tutakutana huko, lakini pia nitaendelea kuzungumza na vyombo vya habari. Baada ya kuundwa baraza hili la madiwani sasa kuapishwa, nitakuwa nami kama mbunge niko huru kwenda kata yoyote ili kuungana na madiwani na kuweza kutekeleza yale tuliyoahidi wakati wa mkutano. Kikubwa zaidi nimalizie kwa kusema amani na umoja wetu ndio nguzo ya wanaKyela. Asanteni sana kwa kusikiliza. Hatua hii uliyofikia leo, sisi kama viongozi tuko tayari sasa kwenda kutumikia wananchi, kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ili Kyela yetu inaendelea kupiga hatua katika sekta zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahakikishia kwamba baraza letu litaenda kuweka mshikamano, ushirikiano mkubwa na serikali kwa ngazi zote ili kuhakikisha tunaimba wimbo mmoja ambao ni maendeleo ya Kyela. Naomba wananchi wote wa Kyela ni yetu wote, na sisi tumetanguliza mbele. Tunaamini mna mawazo mengi ya kujenga Kyela yetu, na leo bahati nzuri mmefika kwenye ukumbi huu kuhakikisha mnafuatilia hatua kwa hatua nini kinafanyika leo. Kwa hiyo kila mmoja na wajibu kama wananchi kuhakikisha analeta mawazo kwa ajili ya kujenga Kyela yetu. Tunaweza tukapitisha kupitia madiwani wetu watatuletea hapa, lakini pia tunaweza tukaja kuifikia serikali moja kwa moja. Na mimi madiwani wameniweka ofisini kwamba wakati mwingine usipomuona njoo basi leti kero, kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amesema tunahitaji tukajibu kero nyingi za wananchi, na sisi tunaahidi wananchi mliopo, sisi tupo tayari kusikiliza na kuzitatua. Na sisi kama madiwani ndiye ambayo itakuwa kubwa, basi tunaye Mheshimiwa mbunge ambaye anatuwakilisha kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakufikisha Mheshimiwa mbunge ili ile muunganiko wa serikali kuu na serikali za mitaa, na ambayo serikali kuu na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya yanaenda kufanyika kwa usahihi, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba katika kipindi cha miaka mitano kipimo kikubwa ambacho wataona ni mafanikio makubwa ni kuona furaha ya wananchi wetu, wanafurahi kwa ajili ya ustawi wa jamii zetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini kipekee nishukuru Chama cha Mapinduzi kata Itope kwa kuweza kuendelea kushirikiana nami pamoja na wananchi wa kata Itope. Lakini sije nikasahau familia, ninawashukuru sana waliopo, watapeleka salamu kwamba tunawashukuru. Wakati mwingine viongozi wimara wetu na furaha yetu inategemea na familia zetu. Kwa wamekuwa familia, wamekuwa ndugu, na tunamshukuru katika hili. Ametufundisha Mheshimiwa Mgola, tunamshukuru sana kwa kuweza kuja na mama uchumi wa Mungu, tunashukuru sana. Lakini Mheshimiwa wa Wilaya, sisi tupo tayari kwa ajili ya ushirikiano. Na nawaomba ndugu viongozi wa idara wote, ndugu mkurugenzi, sisi tunaenda kushirikiana na ninyi kweli. Tunaenda kufanya kazi pamoja na ninyi. Tunao watendaji wa kata ambao mimi naamini ni mashinani kubwa ambao wako kule chini. Tunawashukuru sana, tunaenda kushirikiana na nyinyi. Naamini nyinyi makatibu wa madiwani katika ngazi ile, basi mkae washauri wazuri ili kuhakikisha tusikosee, tufanye mambo yanayotakiwa.
na sisi madiwani tuko tayari kwa kushirikiana pamoja na viongozi wote, kila mmoja na nafasi yake. Tunaamini kwamba ni pande mbili za shilingi, madiwani pande moja, lakini wataalamu pande nyingine. Ili tukamilike, lazima tuende pande mbili. Viongozi, kamati ya ulinzi na usalama, tunaamini katika kazi yenu, na sisi tunahitaji tuendelee kuwa na amani, utulivu. Basi tunawategemea sana nyinyi kwa muendelee kuhakikishia kupitia Mheshimiwa DC, na sisi tukachape kazi pasipo vikwazo vyovyote. Kyela oye! Kyela oye! Madiwani oye! Basi mwisho kabisa, tulikuwa na baraza letu leo, na leo tumefungua rasmi ukurasa wa kwenda kuchapa kazi. Tunaenda kufanya kazi. Madiwani wengi waliokuja wana uzoefu wa kutosha, walikuwepo wengine na watu waliokuja wana uzoefu wa kutosha. Sasa twende tukachape kazi, tumwakilishe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watumishi wote tulioko humu. Ibara 35 katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ndogo ya kwanza inasema mtumishi wote wa umma atatekeleza majukumu yake ya kila siku kwa niaba ya rais. Kwa hiyo twende tukafanya, na kipimo chetu ni kuona rais anatarajia nini katika taifa letu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Basi naomba nitamke kwamba mkutano wetu wa leo umeahirishwa. Asante sana. Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa halmashauri, makamu mwenyekiti, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mbunge, mkurugenzi na dasi, kutosha kusema itifaki imezingatiwa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kikao cha leo hususan kwa ajili ya madiwani wangu hapa na kazi ambayo imeshafanyika. Nisingependa kuwachosha sana watu. Nichukue nafasi hii kukupongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa ushindi wako mkubwa uliopata na kuhakikisha Chama cha Mapinduzi hongera sana. Nichukue nafasi hii kuwapongeza madiwani wote kwa ushindi mkubwa kwenye kata zenu na viti maalum, na mpaka leo tumepata clean sheet, kwa maana kwamba hatuna doa hata moja kama ilikuwa kipindi kilichopita. Hongereni sana madiwani wote. Nichukue nafasi hii kuwapa pole sana wanafamilia ya Kyela wote kwa kadhaa tuliopata ya kukaa kwa hospitali. Abana wakaangalia pili kutufungia. CCM moja. Na tusikubali kuwashawishi watoto wetu wasikubali kuingia kwenye mambo haya, kwa sababu kwa kweli tuliishi kwa shida, kitu ambacho tulizoea. Naomba tuwe hivi kwa watoto wetu wasiingie kwenye vifungo ambao hawatufai. Lakini poleni sana, na imani kila mtu alipambana na hali yake. Mimi sitakuwa na maneno mengi sana kwamba nataka kuambia madiwani kwamba uchaguzi umekwisha. Sasa hivi ni kufanya kazi. Akikuunga mkono wote ni wa kwako. Na wakumbusha tu kwamba hiki chama ni kikubwa, na sisi kazi yote ya Chama cha Mapinduzi ni kuunda dola. Na baada ya kuunda dola mnafanya kazi kwa pamoja. Hiki chama ni kikubwa, usipata nafasi leo utapata nafasi kesho. Niwashukuru sana viongozi wa serikali mliochaguliwa leo. Niwashukuru vile viongozi wote, hasa DC kwa kusimamia shughuli yote hii, mama mkurugenzi, dasi na wengine wote. Mmefanya kazi nzuri, Kyela iko salama sana. Joto limezidi kuwa kubwa, sasa kuongea sana. Mshukuru mwenyekiti kwa nafasi. Chama kiko imara na kitaendelea kuwapigania na kitaendelea kuwa serikali. Asante sana.